Dunia yote imenyamaa kimya. Ni ajabu na kweli, mfalme wa wafalme katundikwa msalabani, tena kapambwa na wanyang'anyi wawili. Msalaba uliokuwa wa miaka yote huko nyuma kama ni kitu cha aibu na laana, leo kinakuwa chombo cha ukombozi kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu mdhambi. Dunia ipo kimya kwa kuwa Bwana wa uhai kautoa uhai wake kwa ajili ya mwanadamu dhaifu. Dunia inatafakari na kuajabia ukuu wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu mnyonge ambaye alistahili laana ya milele. Sasa amekombolewa kwa kifo cha Kristo msalabani. Msikilizaji mpendwa, karibu katika kipindi maalum cha tafakari ya Ijumaa Kuu, katika kuyatafakari maneno 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa msalabani. Tafakari ya maneno haya 7 ya Yesu msalabani yanaletwa kwetu na Padri Dominic Mavula, mkurugenzi wa matangazo Radio Maria Tanzania, padri wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kukualika kwa niaba yake, mimi ni Happiness Mlewa. Karibu na tusafiri pamoja. Na moja kwa moja sasa ni mwalike Padri Dominic Mavula ili aweze kutupitisha katika tafakari ya Ijumaa Kuu, kutafakari maneno 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na radio wa shirika Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera. Tupo katika sikukuu 3 za Pasaka. Na katika kipindi hiki tunapata fursa na nafasi ya pekee ya kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, na pia fumbo la ufufuko. Tunakumbuka tendo hili kubwa la Kristo, tendo la upendo pale msalabani, alichoadhimisha siku ya Alhamisi Kuu, karamu ya mwili wake na damu yake anaitoa pale msalabani wakati saa yake ilipofika. Aliotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali wamewapenda watu wake waliokuwa ulimwenguni, alipowapenda upeo, alitoa sadaka hiyo kubwa. Basi anaendamana nawe katika safari hii ya kutafakari mateso ya Yesu kwa kuangalia maneno yake 7 pale msalabani. Ni mimi Padri Dominic Mavula wa shirika la damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mhudumu wako hapa makao makuu ya Radio Maria Tanzania. Wapendwa, kila mara tukipata fursa ya kuadhimisha sadaka ya misa takatifu, tunaadhimisha sadaka iliyo hai ya Kristo, ambaye alijitoa kwa mapendo yake yote kwa ajili ya kuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Kumbe tunaalikwa kujifunza kutoka kwa Yesu, mtumishi mwaminifu wa Mungu, mpole, mtii, msamehevu, mwenye huruma. Alipokuwa pale msalabani, Bwana wetu Yesu Kristo alisema maneno 7 ya mwisho ambayo ndani mwake yamejaa tafakari kubwa na ya kina kwetu sisi tulio wafuasi wake. Maneno 7 ya mwisho ya Yesu pale msalabani tuiangalie katika mfululizo huu. Neno la kwanza, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Rejea kadiri ya mwinjili Luka sura ya 23 aya 34. Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema haya walipofika katika sehemu iitwayo fuvu la kichwa, ambapo ndipo walipomsulubisha. Tukumbuke kuwa Yesu alikuwa amekwisha kupigwa mijeledi. Alishatembea umbali mrefu
kadiri ya mateso na mahangaiko ambayo alikuwa amepitia. Amepitishwa katika njia ngumu ya kumzungusha huku na kule. Nenda kwa Herode, nenda kwa Pilato, ingia katika behewa, rudi huku. Lakini Yesu alipita katika njia ngumu ya msalaba pia, akiwa na msalaba mabegani mwake. Na sasa anasulubiwa msalabani. Kumbe hata katika mateso na maumivu makali haya, Yesu anawasamehe wale wote waliomuumiza, kumdhihaki na kumtesa. Ndugu wapendwa, tunapoadhimisha siku hii ambapo Yesu alihukumiwa, akapigwa mijeledi, akateswa na kufa msalabani, kumbe ni ukumbusho wetu sisi kuwa na hiyo nguvu ya msamaha, kuwasamehe wale ambao kwa namna mbalimbali wametuumiza, wametutesa, wametuvunja moyo, wametukatisha tamaa, wametunenea mabaya, wametudhulumu, wametuhukumu bila makosa, wametusababishia vidonda vya majeraha ya roho na mwili. Tunawezaje kufanya hili? Kwa kumtazama Yesu ambaye katikati ya mateso makali, anapopigwa msumari na kupenya katika viganja vya mikono yake, katika miguu yake, Yesu ndo anasema neno lake la kwanza kabisa, Baba, wasamehe. Msamaha usio na mipaka anautoa Yesu kwa wote kabisa ambao walimfanyia dhihaka, mateso na dhuluma. Kila mmoja akumbuke nyakati ambazo aliumizwa, na leo iwe ni siku ya kusema nimewasamehe, ninawasamehe, ninaachilia yote. Hii iwe sala yetu sote. Yesu, tumwambie Yesu, ninaomba unipe nguvu. Nisikumbuke tu maumivu, nisikumbuke tu nyakati za uchungu nilizopitishwa na kupitia katika maisha yangu. Nisikumbuke tu panga uliochoma moyo wangu nyakati hizi na nyakati zile, bali nikumbuke mapendo makubwa ambayo wewe mkombozi wangu ulinipenda. Yesu, nisaidie nilegeze moyo wangu na kusamehe wale walionikosea kama wewe ulivyonisamehe mimi. Neno la pili la Yesu msalabani. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Rejea Mwinjili Luka sura 23 aya 43. Yesu alisulubiwa msalabani pamoja na wale wahalifu wawili, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Mmoja anakiri kwamba Yesu alihukumiwa bila kosa na kwamba alikuwa ni mtu mwenye haki, ila wao wanapokea malipo waliostahili kwa sababu ya matendo yao. Anamkemea yule mhalifu mwenzake aliyekuwa akimdhihaki, asitambue ya kuwa alikuwa yuko mbele ya mwana wa Mungu ambaye ana uwezo wa kuokoa roho yake. Yesu, kwa kuona imani kubwa ya huyu mhalifu aliyetambua kuwa Yesu angeweza kumkomboa katika saa yake ya mwisho kabisa, basi Yesu anampatia zawadi. Anampatia zawadi huyu mwenye imani kubwa. Anamwahidi uzima wa milele. Uzima wa milele pamoja na yeye. Ndipo Yesu anamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Jibu hili la Yesu kwa yule mwizi aliyetubu, latuonesha mamlaka yake juu ya uzima wa milele. Wapendwa, tafakari hii ya mateso iendelee kutukumbusha kwamba hakuna kuchelewa katika kuamua kurudi. Safari ya kurudi kwa Kristo na kutafuta ukombozi wa roho zetu haina kuchelewa, haina kukawia. Hata leo hivi hapa ulipo waweza kwenda kupokea hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kinachopaswa kutuzuia kupata uzima wa milele, ikiwa tuna nia ya dhati kabisa katika maisha yetu kuipokea na kuivuna hiyo huruma ya milele. Wapendwa, haijalishi tumepotea kiasi gani, haijalishi tuna dhambi nyingi kiasi gani, nia yetu ya dhati ndiyo Mungu anayohitaji kutoka ndani mwetu. Toba ya kweli wakati wowote katika maisha yetu inafungua mlango wa neema yake. Tusikate tamaa na kuona kana kwamba hatuwezi kamwe kusamehewa. Tusijisikie wanyonge na dhaifu
kana kwamba hatuistahili huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi. Huruma ya Mungu ni kubwa kuliko udhaifu wetu. Huruma ya Mungu ipo kwetu bure kabisa kwa yule ambaye anaikimbilia. Tusijihesabie madhaifu yetu. Tuone wingi wa bahari ya huruma yake katika maisha yetu. Hii ndiyo huruma ya Mungu ambayo Yesu anasema kwa yule mwizi aliyetubu dhambi na makosa yake. Huruma ya Mungu inayoonekana na kufunuliwa na Paulo mtume katika maisha yetu. Paulo anaposema, ni nini kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Rejea kadiri ya waraka wa mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 8 aya 35 hadi aya 36. Kumbe hakuna jambo lolote la kututenga na huruma yake Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la 3. Mama, tazama mwanao. Kadiri ya mwinjili Yohana ile sura ya 19 aya 26 hadi 27. Yesu akiwa pale msalabani, alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Na kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwinjili anasema yule mwanafunzi akamchukua nyumbani kwake mama yetu Bikira Maria. Yesu anamkabidhi mama yake kwa mwanafunzi aliyempenda, na mwanafunzi huyu anakabidhiwa mama. Mwanafunzi huyu ni yule ambaye Yesu alimpenda, lakini pia hatajwi jina. Ndugu wapendwa, Yesu anamkabidhi mama yake kwa mwanafunzi aliyempenda. Kwa tafsiri sisi Lazarus. Mwanafunzi huyu ambaye hatajwi jina, nimesema tafsiri sisi Lazaro, katika mantiki kwamba yule ambaye Mungu anampenda, rafiki wa Yesu, ambaye yeye pia anapokea upendo wa Yesu na kurudisha upendo wa Yesu. Lakini Yesu anawapenda hata wale ambao hawarudishi urafiki wake. Wote hawa anawapenda. Anachotaka ni wao kuwa na dhamiri ya kusikia na kusikiliza na kufanya maamuzi kadiri ya maneno yake. Mwanafunzi huyu ambaye hatajwi jina ndiye mimi na wewe, ndio kanisa. Kwa hivyo Bikira Maria ni mama yetu sisi sote, mama wa kanisa linalosafiri kuelekea kule ambapo Kristo yupo na ukombozi wetu upo. Mama yetu Bikira Maria ana nafasi kubwa na ya pekee katika historia ya ukombozi wetu. Yeye alitembea na mwanae tangu mwanzo mpaka mwisho wa safari ya maisha yake ya utume hapa duniani. Na kwa sababu ya nafasi hiyo, Yesu akampa neema ya kupalizwa mbinguni mwili na roho. Wapendwa, kumbe tunakumbushwa kila mara kuendelea kusali kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, ambaye yupo karibu zaidi na mwanae Yesu, ili naye pia atuombee sisi tulio bado safarini. Atuombee kila mmoja ili aendelee kuvumilia na kubeba kwa uaminifu misalaba yake. Tuombe neema ya kuwa tayari kuwasaidia wengine, hasa walio katika mateso na maumivu, kuwasaidia wazee, kuwasaidia wagonjwa, kuwakimbilia na kuwanyanyua wajane, kuangalia kwa huruma wale ambao hawana msaada, yani yatima, watoto wa mitaani, wakimbizi kadha wa kadha katika nchi za ukimbizi, wale walio katika magonjwa makubwa na wanapata shida katika matibabu kulingana na gharama kubwa. Tukiwakimbilia hawa wote, basi tuwaweke chini ya maombezi ya mama yetu Bikira Maria, mama wa kanisa, msaada wa daima.
Kama ndio kwanza unaungana nasi mara hii, kumbuka hii ni Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na washirika wetu Radio Mbiu sauti ya Faraja Kagera. Hewani kipindi maalum, tafakari ya Ijumaa Kuu, tukitafakari maneno 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa msalabani. Tafakari hii inaongozwa naye Padre Dominic Mavula, mkurugenzi wa matangazo Radio Maria Tanzania. Na sasa karibu uendelee kusikiliza tafakari ya maneno 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiendelea na neno la 4. Neno la 4. Neno la 4 ni Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwinjili Mathayo sura ya 27 aya 46, na hata mwinjili Marko sura ya 15 aya 34. Bwana wetu Yesu Kristo akiwa msalabani, akiwa katika mateso makali, analia, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wachambuzi mbalimbali wa maandiko matakatifu wametafsiri sehemu hii ya maneno haya ya Yesu ya kutukumbusha juu ya ubinadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo na uzito wa sadaka aliyoitoa pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, akitimiza mapenzi ya Baba. Maneno haya, kilio hiki kinatukumbusha kuwa Yesu anajua na alipitia uchungu na upweke pia katika sadaka yake ya mateso. Tunapopitia nyakati za giza na kuhisi Mungu yuko mbali, Yesu anaelewa kwamba jambo hilo ni bayana kwetu, maana yeye alipita humo pia. Kumbe anatusaidia kipekee katika nyakati hizo, sisi nasi tukimkimbilia yeye aweze kutusaidia katika dhiki na mahangaiko yetu. Ndiyo maana waraka kwa Waebrania unatuambia Kristo ndiye kuhani mkuu anayetufaa sana. Ndugu wapendwa, kuna nyakati tunapitia katika hali ngumu kweli za maisha. Kuna nyakati twapitishwa ama tunapitia katika giza totoro kabisa la maisha, zile zama ambazo hakuna matumaini tena. Tunapohisi pengine Mungu wetu ametusahau. Inawezekana ni katika magonjwa ya muda mrefu, changamoto kadha wa kadha za kifamilia, changamoto za ndoa zetu, changamoto za mahusiano yetu, changamoto katika miito yetu, wale wenye maisha ya wakfu, changamoto ya utume wetu ndani ya kanisa. Kila mara mkato wa tamaa unatuzonga. Kumbe tunapokata tamaa, tumtazame Yesu msalabani, ambaye alivumilia mpaka mwisho. Mungu hatuachi hata mara moja. Kama Yesu alivyoshinda, nasi tutashinda tukiwa naye. Tumuombe atusaidie ili tuwe imara, tuwe na matumaini makubwa, na tusiache kamwe kumpelekea yeye upendo wake anaostahili, maana atuonesha sisi upendo uliotukuka. Yeye hawezi kutuacha sisi ikiwa sisi tumeweka matumaini yetu yote kwake. Tusali kwa kusema, kwako ee Bwana tunakimbilia usalama, usituache tuaibike kamwe, wewe ni mwaminifu, utuokoe. Ndio mzaburi anasema, nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Neno la 5. Nina kiu. Rejea mwinjili Yohana ile sura 19 aya 30. Takribani masaa 3 Yesu alikuwa msalabani, lakini takribani masaa 6 Yesu alikuwa katika mateso na mahangaiko ya wadhulumu. Kumbe tangu ile saa 3 mpaka saa 9 Yesu alipitishwa katika dhuluma, mateso, manyanyaso, kashfa, fedhea na kutwishwa mzigo mzito wa msalaba. Mwinjili Yohana anatupatia picha ya maneno haya ya Yesu, nina kiu, kama utimilifu wa maandiko. Kristo anavyotimiza yote aliyonenwa juu yake yeye kama Masia katika Agano la Kale. Ni kiu sio tu ya kawaida kuhitaji kitu cha kunywa kwa sababu ya uchovu na mateso pale msalabani, la hasha, bali ni shauku yake ya ndani kabisa. Shauku ya ndani ya kuendelea kutimiza mapenzi ya Baba. Kiu ya kumkomboa mwanadamu. Ndugu wapendwa, Yesu mwenyewe alisema, Baba, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wapo. Anatimiza hilo mpaka mwisho pale msalabani, anapokwenda kukamilisha kazi aliyotumwa na Baba ya kuja kuwakusanya tena wanadamu waliotawanyika na kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi na ubaya wao. Je, nina kiu yangu
kwa kazi aliyonikabidhi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ukombozi wangu na ukombozi wa wengine? Je, nina kiu ya kuwatumikia kwa moyo na sadaka kondoo alionipa Baba, na kuwatunza kwa kuwalisha neno lake na kwa sakramenti mbalimbali, mimi nikiwa kama kuhani wa kanisa la Mungu? Je, katika ndoa na familia, kila mmoja anaweza kujiuliza, je, ana kiu ya kuiunganisha familia katika furaha na amani? Ana kiu ya kuiokoa familia isisambaratike katika chuki, katika visasi, katika vinyongo? Ana kiu ya kuleta msamaha na upatanisho baina ya watu? Je, katika maisha yetu tuna kiu ya kuendelea kupenda hata pale tunapohisi usaliti, tunapopata maumivu? Je, tuna kiu ya maisha matakatifu, yani shauku ya kufanya toba na kuanza upya hata tukitambua kwamba sisi tumefanya dhambi kubwa ya mauti? Je, tuna kiu ya kwenda kuungama kila mara tunapoanguka dhambini? Ni maswali ya kujiuliza. Je, nina kiu ya kutimiza wajibu wangu kama mwana familia fulani, katika ofisi yangu, katika maisha yangu ya kawaida, mimi niwe mama, baba, kijana, mtoto? Nina kiu ya kuishi maisha matakatifu katika kufanya sala, kushiriki maadhimisho ya masakramenti, kwenye kutoa sadaka, kushiriki michango ya ujenzi wa kanisa, kwenye kutenda matendo mema, matendo ya huruma. Je, nina kiu ya kuishi masakramenti, maisha ya kimasakramenti, mimi ambaye nipo katika mahusiano, pengine katika katika uchumba sugu? Je, nina kiu ya kutoa upendo kwa watu, msamaha kwa watu? Mimi nina kiu ya nini? Nina kiu ya kuwatumikia watu nikiwa kama kiongozi katika jumuiya, katika familia, katika jamii, kwenye kikundi chetu, kwenye taasisi yetu. Kiu yangu ipo kwenye kujisadaka. Wapendwa, tumuombe Yesu atupe kiu ya kutamani kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Roho yangu ina kiu kama nchi kavu isiyo na maji, anatuambia mzaburi. Kiu yake ni kuleta chemchemu mpya, bubujiko jipya, matumaini mapya kwa watu ambao wanazunguka ama wanamzunguka. Neno la 6, yametimia. Rejea mwinjili Yohane sura ya 19 aya ya 30. Katika karamu ya mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo alisema mambo mengi kwa wanafunzi wake, na kwa takriban sura 4 alikuwa anafunua mafumbo hayo. Katika sala yake ya kikuhani kadiri ya mwinjili Yohane ile sura ya 17, anasema, mimi nimekutukuza duniani hali nimemaliza kazi ile ulionipa kuifanya. Kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya ni kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Rejea kadiri ya mwinjili Luka ile sura 19 aya 10. Kumbe kwa kifo cha Yesu msalabani anatimiza kazi ya Baba, kazi aliyotumwa kuifanya hapa duniani. Yesu alitimiza kazi ya ukombozi kwa ajili yetu sisi kwa damu yake. Kwa damu yake amemnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Wajibu wetu sisi kama wafuasi wake kwanza ni kupokea zawadi hii ya upendo na kuishi kweli kama wana wa nuru tulionunuliwa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuliokombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi ambao ni wana wa ukombozi hatupaswi tena kuishi katika giza, wala hatupaswi kuwa giza lenyewe. Lakini pia tunaalikwa kuvumilia mpaka mwisho nyakati za kupita katika bonde la uvuli wa mauti, tukichukua misalaba yetu kama yeye alivyochukua kwa masaa 9 mfululizo. Kumbe katika mantiki hii ndio tunatimiza lile agizo lake kwamba sisi ni nuru, sisi ni chumvi. Ninyi ni nuru, ninyi ni chumvi. Ahadi yake itatimia pale tu tutakapoiacha hii dunia na kuwa waaminifu kwa yale aliyotutuma na kuyagiza kuyapeleka katika ulimwengu. Yaani tutaponya roho na nafsi zetu, na tutakuwa sababu ya uponyaji wa roho na nafsi za watu wengine. Yesu atujalie. Yesu atujalie nguvu ya kuishi maisha mapya kama wana wa nuru kila mara katika mzunguko wa maisha yetu.
maisha ndani ya Kristo mfufuka, tukishangilia ushindi tulioupata kwa njia ya Kristo ambaye alikubali kuwa mtii mpaka kamaliza kazi yake ya ukombozi, na akasema kazi imetimilika. Kumbe na sisi kila mara tujiulize, je, ninaishi kama mtu ambaye kazi imetimilika, ama kwa namna nyingine nipo katika upotofu na kupotoka? Namna hiyo italeta maana ya kuelewa maneno haya ya Kristo Yesu Bwana wetu, yametimia. Neno la 7. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Rejea kadiri ya mwinjili Luka ile sura ya 23 aya 46. Yesu akiwa pale msalabani alilia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, akazimia roho. Bwana wetu Yesu Kristo alimtumaini Baba yake hata mpaka saa ya mwisho kabisa. Alijua kabisa maisha yake yalikuwa yamefika mwisho na anaikabidhi roho yake mikononi mwa Baba yake. Yesu anatukumbusha ya kuwa imani thabiti kwa Mungu wetu idhihirike mpaka mwisho wa maisha yetu, tukikabidhi yote mikononi mwa Mungu, kwa kuwa yote tulionayo yametoka kwa Mungu, hata sisi wenyewe. Ndio mama yetu Bikira Maria anatufundisha namna ya thamani ya kujiweka wakfu, ya kusema sisi ni wako mzima na kila tulicho nacho ni chako, maana vimetoka kwako, ututendee kadiri ya mapenzi yako. Ndipo Yesu Kristo mwenyewe Bwana wetu anatufundisha katika ile sala ya Bwana, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Wakati fulani tunafanya dosari ya kushindwa kumpatia Mwenyezi Mungu maisha yetu, kuyaacha maisha yetu katika mikono yake iliyo salama. Katika maisha yetu tuwe na ujasiri wa kuyakabidhi yote mikononi mwa Mungu. Baba, mikononi mwako naiweka familia yangu, mikononi mwako naiweka ndoa yangu, mikononi mwako nauweka wito wangu ulioniitia, mikononi mwako naweka nyakati zote ngumu na nyakati njema ninazopitia, mikononi mwako nauweka msiba niliopitia, mikononi mwako nawaweka watoto ulionipatia, mikononi mwako naweka kipato ulichonipatia, wewe ndiye wa kukitunza na kukilinda, mikononi mwako naweka huzuni zangu na furaha zangu, mikononi mwako naweka yote kabisa, yote mazima. Huku ndiko kuweza kufanikiwa kwangu, maana kinyume chake peke yangu siwezi kupata mafanikio yenye tija na radha ya kuweza kufurahia. Wapendwa, Yesu na atujalie uthubutu na ujasiri huu ya kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, na hata kuyaachilia yote kwake, hata kumpa maisha yetu yote na kuyakabidhi kabisa kwake. Mtakatifu Louis wa Montfort anasema, ukijiweka wakfu kwa mama yetu Bikira Maria, ndipo umejiweka wakfu katika mikono salama ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na pia anasema, kila mara makutano yetu sisi na Yesu ni makutano ya Mungu wa Utatu Mtakatifu. Makutano yetu na Yesu, njia rahisi na salama zaidi ni kupitia kwa mama yetu Bikira Maria. Kujiweka wakfu kwa mama yetu Bikira Maria ndio kujiweka wakfu kwa Mungu wa Utatu Mtakatifu. Mwenyezi Mungu atusaidie kung'amua na kutambua hili pia. Wapendwa, tumshukuru Mungu ambaye amekuwa mwaminifu kwetu kwa ahadi alizozinena, na kwa vinywa vya manabii, kwa vinywa vya wahubiri na wafundishaji, utimilifu wake wadhihirika na kufunuliwa wazi mbele yetu. Basi tumshukuru Yesu ambaye kwa sadaka yake msalabani ametuletea ukombozi wa milele. Yeye ndiye Pasaka yetu, ambaye kwa njia yake tunakuwa huru tena kila mara katika maisha yetu kwa mafumbo ya neema ya sakramenti. Kupitia kwake utumwa unafifishwa na uhuru unadhihirika, dhambi inazikwa na umilele unatangazwa. Tumsifu Yesu Kristo
milele. Amina. Mimi ni Padre Dominic Mavula wa shirika la damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mhudumu wako hapa makao makuu ya Radio Maria Tanzania. Niendelee kukutakia tafakari njema za mateso ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki maalum. Niseme asante kwake Padre Dominic Mavula ambaye ametupatia tafakari hii ya Ijumaa Kuu, tukiyatafakari maneno 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Ninakushukuru pia wewe ambaye tumekuwa pamoja katika tafakari hii, na Mwenyezi Mungu akubariki. Basi nasi tuungane na ulimwengu huu katika ukimya wake, tukitafakari makuu haya ya Mwenyezi Mungu na kuyapokea kwa moyo wa shukrani na upendo mkubwa. Kwa niaba yake Padre Dominic Mavula, mimi ni Happiness Mlewa, nikutakie Ijumaa Kuu njema na tafakari njema ya ukimya.